Wapenzi watazamaji wa Nuru House Channel, karibuni tena katika kipindi chetu cha My Testimony, yani ushuhuda wangu. Kipindi hiki kinawajia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 kamili usiku. Mgeni wetu siku ya leo anaitwa Nicholas Bietuke. Karibu sana katika kipindi cha Nuru House, hasa upande ule wa ushuhuda wangu. Karibu sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Najua umetoka mbali sana, Bukoba, sehemu moja inaitwa Muleba. Safari ilikuwa ni ndefu, umeenda mpaka Arusha na umekuja Dar es Salaam. Pole sana kwa safari. Nashukuru sana. Mwaka 87 najua ulipata tatizo ambalo lilisababisha uweze kufungwa gerezani. Ndio. Tatizo lilikuwa ni nini? Tatizo nililonipata ni kesi ya mada, na kesi hii huwa ina dhamana wala huruma nyingine mpaka pelekwe mahakamani. Na hali hiyo ilipotukia katika mambo ya kifamilia, kwa bahati mbaya ni mimi niliyesababisha kifo cha mzazi wangu. Kwa kuwa yalikuwa ni matukio ya kifamilia, ushauri uliotolewa ni kupeleka aliyeumia hospitalini na mimi nikapelekwa kituo cha polisi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kupatwa na hiyo kesi baada ya aliyejeruhiwa kufariki. Unakumbuka ulikuwa na umri wa miaka mingapi wakati tukio linatokea? Umri wangu ulikuwa ni miaka 19. Nilikuwa naendelea na shughuli zangu za kifamilia. Hapo ndipo nilipopatwa na tukio hilo. Kesi ya mauaji huwa haina dhamana kama ulivyosema. Ndio. Toka ulivyokwenda gerezani, ulipata nafasi ya kutoka kuwa huru? Nafasi ya kuwa huru haipo, kwa sababu nakuwa chini ya ulinzi wakati wote. Lakini matukio mengi ya wafungwa huwa tunafundishana kutoroka, na niliwahi kutoroka mara moja au mara mbili. Ulipokuwa gerezani, unaweza ukatupa kwa kirefu matukio gani ambayo uliweza kuyafanya au uliweza kukutana nayo? Katika magereza kuna adha za wafungwa, kushambulia na kugombana na kuweza kuishi katika msukasuko. Kitu chenye hatari sana ambacho kinasababisha watu waishi kwa wasiwasi ni mapungufu ya chakula. Unakuta kikiwa kidogo tunagombana na vita vinakuwepo, ama wengine kujaribu kutawala wengine kwa mabavu, na hali ambapo mwenye nguvu anaweza kawa na jikusanyia vingi kuliko wale wengine, na hatimaye wengine wakanyongonyea, wakakubaliana na miko au masharti ya wafungwa wa jela wale kurawitiwa, au wakaishi katika hali ya kunyongonyea na kuumwa. Hali hiyo ndio husababisha matatizo yakaonekana jela ni makubwa. Umesema pale mara ya kwanza kwamba baada ya kusababisha kifo cha mzazi, ndio, baba mzazi, ndio, ulipelekwa polisi ukapelekwa gerezani. Ndio. Ilichukua kipindi gani mpaka ukaja kuhukumiwa? Ilichukua miaka 3, kwa sababu ilikuwa mwaka wa 1987 hadi kuhukumiwa ilikuwa mwaka 1990. Hebu unaweza kanisimulia siku uliopewa adhabu ya kunyongwa, ulijisikiaje? Adhabu ya kunyongwa inatisha, kwa sababu tamko la kuhukumiwa mpaka kufa haliwezi likabakiza amani. Unatetemeka, unalia, unahuzunika, lakini panakuwa hakuna msaada wowote wa kukusaidia. Pole sana. Asante. Unaweza kutusimulia angalau tupate picha kamili ya maisha yote ambayo umeishi katika gereza, kuanzia ulivyoingia siku ya kwanza gerezani mpaka ulivyokuja kuhukumiwa kabla ya kupata msamaha? Ndio, tangu nilipoingia gerezani, kwa kuwa nilikuwa kijana tu wa miaka 19, niliona watu wanaotisha, wakatili, wakorofi, wanaweza kutoa adhabu wakati wowote, na hali hiyo inahitaji yani unalia, unachoka, mwisho tu unakuwa mwenyeji, kwa sababu mazingira ni yale yale unayoamka nayo asubuhi mpaka asubuhi nyingine. Kwa hiyo hakuna namna ya kujitetea wala kuomba msaada, lakini unaweza kukabiliana na hali unayoiona kulingana na unavyokuwa na maadili ya kutoka huko nyumbani. Kwa mfano, kuna watu ambao wanavuta bangi, wanavuta sigara, wanarawitiana. Haya yote yanatokea kwa sababu ya misukasuko iliyoko hapo, lakini kila mtu na maadili yake. Unaweza ukawa mstahimilivu, kavumilia kutukano, kavumilia kupigwa,
mpaka na wewe ukawa mwenyeji. Kosa la kuua Ndio. linamgharimu mtu maisha yake. Baada ya kuhukumiwa kunyongwa, ilichukua muda gani ili unyongwe? Yaani siku umepewa adhabu ya kunyongwa mpaka kufa, ilipaswa ichukue muda gani au ilichukua muda gani ili unyongwe? Hali halisi hakuna makadirio ya muda, isipokuwa kuna taratibu zinazofuatiliwa mpaka mtu afikie kupewa adhabu ya kunyongwa. Siku ambayo jaji anatoa hukumu, wanachofanya tu unabadilisha mavazi na unaingia kwenye mavazi ya kifungo cha mtindo huo au cha sampuli hiyo. Kwa hiyo unavalishwa nguo ambazo ni kama nyeusi ukiwa unasubiri sasa adhabu yako. Lakini kuna nafasi ya rufaa, unaweza ukaomba rufaa, na rufaa ikikuacha basi unaendelea kusubiri. Na katika hatua zingine za wale ambao waliokuwa wanatekelezewa adhabu au kuachiwa, kuna hatua za kupelekwa kwa daktari kuhakikisha kama ulikuwa na akili timamu au ni bahati mbaya ya kutokuwa na akili. Na baada ya hapo wanakuita kwa ajili ya kuhusia vitu ulivyo navyo au watu unaowakumbuka, na unapewa nafasi ya mwisho ya kusoma dua yako wanapomaliza kuita jina lako kwamba sasa adhabu yako inataka kutekelezwa. Na baada ya hapo waliweza wengine kutekelezewa adhabu zao, wengine kubadilishiwa kuwa vifungo. Turudi nyuma kidogo, kama itawezekana kusema kwamba kosa lako lilitokana na wewe kumjeruhi baba mzazi. Ulimjeruhi kwa kitu gani? Hili huwa tunaelezea lakini halina msaada, kwa sababu kila tunapomuuliza, kila mtu anayetaka kuuliza anakumbushia urudishwe mahakamani. Kwa kuwa tirisha toka mahakamani, hata nisiporudia hatua kwa hatua, ila nakiri kwamba nilifanya tukio hili kwa bahati mbaya. Okay. Uliwahi kufanya tukio lolote la kujaribu kutoroka gerezani? Haya ndiyo matukio niliyoeleza kwamba katika muda wote wa miaka niliyoishi gerezani niliwahi kufanya matukio mawili ya kutoroka nikiwa nasubiri adhabu yangu. Na hayo matukio ndiyo yanayoonyesha kwamba gerezani kuna shida kiasi cha kwamba mtu utakuwa tayari bora roho itoke kuliko kukaa mahali hapa ambapo panaongeza adha na taabu. Na hivyo na kumbukumbu kwamba nilisababisha tena matukio mawili ya kutoroka gerezani. Uliwezaje kutoroka katika gereza ambalo lina ulinzi? Labda nikielezea tukio moja kwamba wakati ninasomewa shtaka nilikuta ninatakiwa kurudi polisi ili maelezo yaandikwe vizuri, na hivyo usiku niliweza kupanga na wafungwa mahabusu wale tuliowakuta pale kwamba bora kutoroka kuliko kuishi kwa staili hii. Kwa hiyo tulifanya mahesabu ya kukagua askari wanakaaje, askari wamebeba nini, na bunduki zao zina risasi kiasi gani. Wao tunafanya vyote hivyo, tunathibitisha, na baada ya hapo huwa kuna makosa ya kiutendaji katika plani tuliyoiweka. Kama siku hii ya kwanza, yule tuliyekuwa tumepatana kufanya tukio, yeye aliogopa, ikabidi niwajibike peke yangu katika nafasi zote tulizokuwa tumezipanga, na hatimaye nikakamatwa kwa kukimbizwa. Basi nikawa sina uwezo tena, nikarudishwa gerezani. Hilo ndio tukio la kwanza la jaribio la wakati askari anatoa huduma yoyote ndani ya gereza, anapofungua mlango na kuwa sasa na mbinu za kwamba hapo ndipo pasababishwe kuchomoka ndani ya gereza. Hilo ndio tukio la kwanza ambalo lilikuwa si kuvunja rukapo, ila ni kujaribu kumsukuma askari na kujaribu kutoroka, lakini nilikamatwa kabla ya kwenda mbali. Ilikuwa gereza gani hilo wakati ulipokuwa unafanya matukio? Hapa sio gereza, ni polisi. Umesema hili ni tukio ambalo lilifanyika katika mazingira ya polisi. Ndio. Sio gerezani. Sio gerezani. Je, kuna tukio lolote ambalo lilifanya la jaribio la kutaka kutoroka ukiwa gerezani?
Ndio, wakati tunapoendelea kama nilivyoeleza kwamba kuna adha katika gereza ambazo zinasababisha mtu ujichukie au uchukie hayo maisha na uone ni bora kutokuishi. Kwa hiyo kulikuwa na watu wengi katika chumba kimoja zaidi ya 150. Na tukawa tunafanya hesabu za kujua wana uwezo gani wenyewe kama askari, kwa kuwa unaweza ukamhoji mtu ukapata uwezo wake wa kufikiri na ukajua uwezo wa nguvu zake. Na baada ya hapo tuliweza kuanza kuweka mkakati jinsi ya kuondoka. Aina nyingi zinatolewa kwa sababu wafungwa tunakuwa tuko bure. Kwa hiyo vikao vyetu vinachukua masaa mengi na kujadili vitu vingi. Na kinachojadiliwa cha kwanza ni namna gani zinatolewa aina kama 7 za matukio, kwamba tukikamata askari na bunduki, tukamnyang'anya bunduki, tunaweza tukatoroka. Wengine wanasema hapana, tukiagiza yale mabaruti tukabomoa gereza pia tunaweza tukafanyaje? Tukatoroka. Wengine wanagundua kwamba hapana, wakati labda tunaenda kupewa chakula tunaweza tukakimbia wote kwa mara moja. Ina maana kuna watakao kamatwa na watakao kuwa wamepona. Kuna namna kama 7 zilizotolewa, lakini miongoni mwa hizo ikaonekana kulikuwa na jengo limebomoka ambalo chini ya msingi wake huku mawe yanaonekana. Ikaonekana sasa tuchukue yale mawe, limoja liandaliwe kuingia ndani ili tuje tuvunje milango wakati wa usiku. Na makubaliano yalitokea. Matukio haya si kwamba kila mmoja anakuwa anajua, ila kuna vikosi maalum ambavyo vina ujasiri au vina uchungu na mazingira wanayoishi. Kwa hiyo kikosi nilichokuwa nacho mimi kilikuwa kinaweza kuwa na vijana wenye nguvu au vijana wenye akili za namna hiyo. Ndio hao waliojitokeza kuweza kuanza sasa shambulio. Kwa hiyo tulishirikiana nao kwa kuweka huo mpango wa kubomoa gereza. Gereza likaandaliwa kwamba tumefungwa, lakini ni matukio sasa magumu. Labda kwa kuharakisha dakika hizi chache siwezi kumaliza, lakini nafikiri hiki ndicho nachoweza kuelezea kwa tukio moja moja ili kionekane. Na maana nazo sio tukio la dakika moja, pia lilikuwa na mipango na kikosi na walengwa na hesabu za watu watakao kufa na hesabu za. Kwa hiyo kulikuwa na mkakati mkubwa sana, kiasi kwamba tulikuwa tunaamini kati yetu askari 3 watapiga watu 30 na watu waliobaki wataweza kuondoka, kwa sababu tulikuwa tumeshajua askari anawekewa risasi ngapi kwenye bunduki. Kwa hiyo tukawa tayari kwamba risasi zote hizi zitachukua, kila mmoja ichukue mtu mmoja mmoja, lakini sasa watakao baki tutaweza kufanyaje? Kukimbia. Wakati huo hujui ni nani risasi itamlenga. Wakati huo tunakuwa tunajua kwamba vita ikianza lazima pawepo na wengine wengi kuja, lakini tunapima muda wa kwenda kuchukua silaha, kwenda kuzigawa, kwenda kuweka risasi. Sisi tutakuwa tumeshaenda mbali na hizo risasi haziwezi kutupata tena. Kwa hiyo mkakati ilifanywa kwa kiwango kikubwa, na baada ya kila mmoja kati ya watu 150 kama 30 walikuwa na taarifa sahihi za jambo la kufanya. Kwa hiyo haya ni maandalizi tu ambayo yalikuwa yanaandaliwa. Labda nikipata muda tena niongelee tukio halisi. Nicholas, hii habari inasisimua na inatamanisha kuendelea kusikiliza. Naomba tupate mapumziko kidogo halafu tutarudi. Ndugu mtazamaji na mpenzi wa Nuru House Channel, baki hapo hapo. Uendelee kutufuatilia baada ya mapumziko mafupi. Nakaza mwendo mbinguni, kila siku napanda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue juu, wa imani hata mbingu juu kuliko
ko dunia, Bwana uniongoze juu. Moyo wangu hautaki ukapa lipo shaka, wengine wapenda chini, nia yangu ni kupanda. Bwana uniinue juu kwa imani hata mbingu, juu kuliko dunia, Bwana uniongoze juu. Kupanda juu unataka nisishindwe na adui, hata mwisho nitasikia sauti ya washindaji. Bwana uniinue juu kwa imani hata mbingu, juu kuliko dunia, Bwana uniongoze juu. Bwana uniongoze juu. Mpenzi mtazamaji wa Nuru Channel, karibu tena katika kipindi hiki cha ushuhuda wangu. Tunaendelea na mahojiano na mgeni wetu ambaye ni Nicholas. Nicholas, tuliishia mahali ambapo mlikuwa mna mpango wa kuweza kutoroka. Ndio. Ilikuwaje? Nakumbuka baada ya kuona mpango mmoja katikati ya mipango mingi, tulikubaliana kwamba tutakuja kubomoa gereza kwa kupiga Fatuma, na tukaanza sasa hatua zinazoweza kutuwezesha ili tuipeleke mawe ya kubomoa ndani ya gereza. Hali halisi ni matukio ya kuhuzunisha sana, kwa sababu inahitajika akili nyingi na hali ya kujitoa, kwamba sasa mimi ni marehemu, sina namna tena ya kusaidiwa. Kwa hiyo siku ile alikuwa ametokea kamishna wa magereza. Wakati huo ni mchana, tunaandaa jioni kufanya tukio. Kamishna alipokuja, watu aliamua kufanya kikao ndani kwa ndani bila kutoa watu nje kama ilivyo desturi nyingine. Akaonyesha ana haraka, nataka kuendelea, lakini anapenda kusalimia. Na kumbukumbu, mtu aliyeinua mkono wa kwanza alimwambia ukae usikilize mahitaji yetu uweze kutusaidia. Yeye akasema sema shida yenu, mimi nina haraka. Kijana mwingine aliyeinua mkono akasema ukifunga mbwa unamuongezea ukali. Kamishna akastuka akasema mna maana gani? Basi watu wakanyamaza, wakaacha kuongea. Akamuuliza mkuu wa gereza, angalia vizuri hawa watu. Basi kwa kuwa alikuwa ameshatangaza na haraka, alitoka kaenda. Lakini alipoenda watu waliguguma sana kwamba uchungu tunao mkubwa, ila wewe kutaka kusikia. Basi akaendelea. Na kwa kuwa walikuwa sasa wameshatuzoea miaka miwili tuko ndani ya gereza, kwa hiyo tunaonekana ni hali ya kawaida. Basi tunapotoka nje kwa ajili ya kwenda kuandaa chakula, askari huingia ndani na kusachi. Wanahakikisha kila mahali pako sawa sawa. Wakati huo sisi tuko nje wafungwa. Na wakisha kagua hicho, tunapanga foreign ili sasa tuingie ndani kwa ajili ya mapumziko ya kulala jioni. Kwa hiyo huwa ni kama majira ya saa 10 hivi. Basi tulipokuwa tumetolewa nje, askari waliingia ndani wakahakikisha usalama ulikuwepo. Lakini sisi sasa tunapokuwa tunasachiwa, kila mtu anakunguta blanketi lake au kitu alicho nacho kusudi kuhakikisha kwamba hakuna silaha inayoweza kuingia ndani ya gereza.
Kilichotukia, kijana mmoja alichukua lile jiwe akaliviringisha ndani ya blanketi. Kwa hiyo pia tunakaa tumechuchumaa kwa ajili ya kuhesabiwa kuingia ndani. Kwa hiyo huyu aliye na jiwe amejipanga kwenye mstari, na maaskari ni wengi zaidi ya 10. Sasa unapita mmoja mmoja wakisogeza ndani hesabu zao. Basi yule kijana alipokuwa amekaa hivyo, alitokea kijana mwingine. Yeye alikuwa anajiita jina la Zaire, lakini alikuwa Mtanzania, anajiita Nikomire. Huyu Nikomire aliamua kufanya fujo, akaamua kupiga watu, na alikuwa na nguvu. Anapiga wa kwanza anaanguka, anapiga wa pili anaanguka. Kwa hiyo msafara ule wa kuhesabu ukatawanyika ili waokoe hawa wanao. Kilichofanyika, yule aliyekuwa nyuma kabla hajasaachiwa ili aingie ndani, vurugu ile ikamsababisha aende mbele, alafu wengine warudi nyuma na foreign ikaendelea. Baada ya utulivu na kumwadhibu yule aliyepiga watu, utulivu uliendelea. Lakini yule askari wa kukagua aliendelea pale alipokuwa ameishia. Asijue kwamba sisi tulishazunguka, tumeshapeleka mtu mbele na kurudisha mtu mwingine nyuma kwa tukio la vita hivyo vilivyotokea. Basi utulivu ukawepo na tukaamua kuingia ndani. Kwa hiyo tunapoingia ndani tumeshasaachiwa, kumbe jiwe sasa limetangulia kuliko kubaki nyuma ambapo watu wanaweza kuwa wameshapata hisia fulani. Basi tuliingia ndani katika utaratibu wa kawaida, tukakaa. Kwa hali ya kwamba jiwe la kilo 20 likiwa ndani lazima watu wanaweza kustuka. Kwa hiyo ilitumiwa akili kwamba mimi ambaye ninapenda kuhadithia watu niitiwe wale watu wanaopenda kuvuta sigara, vitumbaku hivi, alafu wanizunguke. Sasa leo ni ofa kwa wanyonge ili mkae hapa mkiwa hakuna kuzima. Ukimaliza utapata nyingine. Kwa hiyo wao wakaendelea kuvuta sigara, mimi nikiwa naendelea kutoa hadithi, lakini wakati huo nimekalia lile jiwe kwenye miguu. Kwa hiyo tunajua hiki kikosi kilichoko hapa ni akili zao haziko sawa, hawawezi kuanza kuweka hisia humu. Kwa hiyo mimi naendelea kupiga hadithi bila kuinuka hapo nilipokaa. Maana nikiinuka kidogo tu kuna wajanja wengine wataona hiki ni kitu gani. Kwa hiyo nimezingira lile jiwe na watu wanavuta tumbaku, alafu shughuli za wengine zinaendelea huko ndani ya chumba chenye watu 150. Hatimaye sasa ulifika muda ambao tulikuwa tumekubaliana kwamba ikifika saa kama 7 za usiku basi tutafanya tukio, lakini huwa tunalala saa 3, kengele inagongwa, hakuna tena kutembea. Chumba ni kirefu ambacho kina watu 150, kwa hiyo unaweza ukatoka mtu namba 5 ukaenda na mtu namba 50. Sasa ikifika saa 3 kengele inalia, hakuna mtu kusimama kutoka mahali alipo, nyote vichwa chini muwe mumelala. Sasa mimi zamu yangu sasa ya kukaa imeisha, kwa sababu nitashambuliwa na maaskari ambao wanakagua kule nje. Kwa hiyo inabidi sasa aletwe kichaa ambaye kila watakapokuwa namuona amekaa, kumbe amekalia jiwe, awatukane. Kwa hiyo wanaposema we mshenzi lala, anasema washenzi wenyewe wanatoa matusi, hakuna cha kulala hapa. Kumbe yeye anasababisha hawa waliomzunguka wasione hicho kilichotunzwa hapa ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo aliendelea kukataa kulala, akaniruhusu mimi nilale. Basi ilipofika saa 7 akaniamsha. Hapo ujue ninaogopa sana na ninatetemeka kabisa. Akaniambia vaa nguo, nitafute nguo za kuvaa, hata kuziona sizioni. Yani nilivaa jacket limepinduliwa, nilivaa bukta imepinduliwa. Sikuweza kumudu sana kwa sababu ya hofu. Lakini hapa taarifa ndogo ilikuwa imeshatoka. Kuna wanaoogopa lakini wanaweza kutoa taarifa za signal kwamba kuna hatari. Lakini sasa hatari imebebwa na vichaa. Na wale wa nje wanaamini hawa ni vichaa, na hawa wa ndani wanasema kuna hatari. Kwa hiyo hakuna wa kupokea mwenzake. Kwa hiyo tuliweza kufika hiyo saa, nikaambiwa jiandae, nikaomba dua zangu za mwisho kwamba sasa ninakwenda kufanyaje? Kufa, fanya tukio. Basi yule jamaa alikuwa na nguvu sana, alikuwa na
na akili zake zilikuwa tofauti na za watu wengine, kwa sababu simulizi yake anasema aliwahi kuchoma nyumba 7 kwa siku moja, masaa ya mchana. Anabadili nguo, anachoma hapa, wanapigia kelele huko, anabadili, anachoma hapa, akachoma nyumba 7 kwa siku moja. Lakini alikuwa ananisimulia kwamba yeye mpaka anakamatwa alikuwa ameua mtu wa 9. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kawaida, na akiamua kufanya fujo alishawahi kuharibu vyakula vyote vya gereza, vyote wamepanga hapo ili wafungwe wote wale, yeye akakanyaga tu. Kwa hiyo alikuwa mkatili katika kiwango kisicho cha kawaida. Aliponiambia amka unifuate, basi yeye akajitwisha jiwe. Kabla tu hatujafika hatua chache kwenye mlango, watu wameshaanza kupiga kelele. Akapiga ule mlango, lakini haukuweza kutoka. Ujue maaskari wote wameamka, kelele zinaongezeka. Akapiga mlango mara ya pili, mara ya tatu tukaona mahali pa kupenya. Tunapita mlango wa kwanza, bado mlango mwingine huko mbele. Kwa hiyo akaendelea kushughulika kama mara 7 hivi anapiga ile milango, na tulikuwa na mtu mwingine mmoja ambaye, kwa sababu hawa wawili ni marehemu, hata nikiwataja hakuna atakayewatafuta. Huyu mtu mmoja alikuwa na yeye ananisimulia kwamba ilikuwa ni kama mara ya 7 kutoroka magereza. Yaani yeye anashinda maaskari wote wale walioko gerezani kwa uwezo wa akili, na hata hapa ndiye alikuwa mtoa mipango. Kwa hiyo tukikaa tu anajua kuhesabu maaskari kwamba huyu na huyu saa fulani wanakuwa wamelewa, kwa hiyo watakuwa wamelala katika masaa fulani, huyu na huyu yuko makini. Kwa hiyo kilichofanyika, yeye aliamua kushambulia taa. Tulikuwa tunatumia machemuli, palikuwa hapajawa na umeme. Kwa hiyo akashambulia taa zote, kukawa giza. Kwa hiyo wale wanaopiga risasi kule nje hawakuweza kutuona vizuri, walimpatia mmoja tu. Kwa hiyo hapa ninaposema ni fujo isiyo ya kawaida. Kule magereza kuna ving'ora, kuna firimbi, kuna kelele tu za mdomo. Yaani hauwezi kusikia kitu chochote, ila nilikuwa nasikia milio ya risasi na zile kelele bila kujua kwamba nakanyaga chini au niko juu. Yaani palikuwa hapana namna ya kutambua, ila nilikuwa tunasikia tu ving'ora vinalia, firimbi zinalia. Kwa maana hiyo watu wote wanaamka, wale wa magereza waje kusaidia tukio. Bahati nzuri milango yote ilikuwa imetoka, taa zinazowekwa nje zote zilikuwa zimevunjwa, na sisi tumepotea. Kwa hiyo tulipanda kwenye sehemu ya ukuta, mabati yalikuwa yamewekwa na senyenge, tukaruka kwa nje. Lakini yule ambaye alituona kwamba sasa ndiye kiongozi wetu akasema, tusikimbie maana wao watatufukuza, ila sisi tuende wanakotokea. Kwa hiyo baada ya kuingia mbugani, sisi tuliingia mjini. Tulipoingia mjini, kwa hiyo tunaona wanakimbia tu, na sisi tunaenda kama tuna safari zetu bila kukimbia. Wenyewe wanapita tu, maaskari wanakimbia, wanajua wafungwa wakitoroka watakwenda mapolini. Lakini sisi tukaenda mjini, tukaingia barabarani, tukavuka barabara, tukaendelea taratibu bila kelele yoyote. Na hawa ndugu tukawa tumewaacha. Wengine kati ya kikosi chetu hawakumudu kutoka, na wengine waliumia. Basi naweza kuelezea baadaye juu ya matukio baada ya kukamatwa. Sasa nitakuja kuelezea nini kilitokea, lakini sisi tulivuka salama siku ya tukio hilo, ila tukaacha msara nyuma kwa ndugu zetu ambao wanashambuliwa sasa, walioshindwa kutufuata, na tukawa tumeondoka watu 5 tukaenda. Nicholas, leo ni tarehe 20. Ndio. Mwezi wa 3. Ndio. Na wewe tukio lako lilitokea tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 1987. Ndio. Ni siku 7 tu zifike kama siku ya tukio ambalo lilitenda. Je, huwa unakumbuka chochote katika siku hii inapofika? Ndio, ninakumbuka kwa sababu sikuweka iwe kumbukumbu kama birthday, maana ilikuwa ni siku ya majonzi. Lakini huwa nakumbuka kwamba kuna tukio lilitukia maishani mwangu lenye kuhuzunisha, na ndio maana bado nakumbuka tarehe hiyo. Kwa hali hiyo, huzuni huwa inanipata kwa maana ya matukio niliyoyaona, na hasa kujua mwanzo wangu wa migogoro ya kifamilia, maana ile migogoro haikurejea tena
katika utulivu, na mpaka leo bado ipo. Kwa hiyo hili huwa linanisababisha kukumbuka ninapokutana na jamaa zangu ambao walikuwepo katika matukio haya. Mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu siku ya leo. Tutaendelea na kipindi hiki na habari hii wiki ijayo siku kama ya leo, kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili usiku. Usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya Nuru House Channel. Kumbuka kuandika Nuru House. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Nataka nijue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nijue upendo wake, wokovu